Je, unamjua Baba Juma? Bwana, moja kati ya kitu ambacho bwana kwenye headlines kwa sasa hivi hapa ni kuhusiana na mzee wetu ambaye bwana alikuwa ametupotea kwenye nafasi ya huduma hapa Kamili Rugusu kwenye vyumba vya maombi. Ni mzee wetu ambaye anamuita Baba Juma. Nafikiri sio mgeni sana kwako, kaji unaweza kuona picha yake hapo na video yake. Amerudi tena, wanasemaga wenyewe kwamba Baba Juma is back again. Na hapo bwana amerudi kwa kishindo kikubwa sana. Bwana, nikusanue turudi nyuma kidogo, back in days kwenye huduma zake za before kabisa. Alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao bwana waliaminiwa sana na wabembe wa hapa Nyarugusu na kuweza kuponya mapepo, machizi nini walipona kwake. Watu mara nyingi sana baada ya kwenda kumpelekea sadaka nini, michango kama yote, baada ya kuweza kujua kwamba ni nabii wa kweli au sio bwana. Lakini bwana katika siku 2-3 hapa nyuma mzee wetu alikuwa kidogo amepotea kwenye nafasi ya huduma yake ama nafasi ya injili na wakina manabii wengine kuingia, wakina Ilangi na wengine wote wale kuweza kuja kuchukua nafasi yake kwa ukubwa sana. Lakini ilikuwa ni moja kati ya kitu ambacho mara kiliwapa stress watu wengi sana, zaidi sana wamama na mama wajawazito pia ambao walikuwa wanahitaji huduma yake bado akiifanya, lakini alikuwa ameshapotea kabisa kwenye njia ya Yesu na kuingia kwenye njia ya uovu zaidi sana katika kunywa pombe na kuingia mambo ambayo hayafai kwenye mitandao. Inaona alikuwa ni mtu ambaye bana alikuwa ameshaacha kabisa swala la injili na kujitegemea na life yake mwenyewe kabisa, enjoy kipeke yake au sio bana. Lakini bana katika interview ambayo aliweza kufanya na Bennett Media hapo juzi, aliweza kusema kwamba amerudi kwenye kazi ya injili baada ya kuweza kuona vijana wanapotea. Bana, vijana wanapotea sana wakambi ya Nyarugusu. Je, wewe unaonaje hili swala? Je, ni kweli au vipi? Bana, lakini bana katika the second interview aliweza kufanya pia nao na akaweza kufanya na Ilangi, akaweza kumshauria mengi sana mzee mwenzake na kuweza kumwambia kwamba karibu tena kwenye swala la injili, karibu tena kwenye nafasi yako na uweze kushika kiti chako kama kawaida na uendeleze injili na uweze kuhubiria watu neno la Mungu. Lakini bwana, usimsahau pia mwanamke ambaye bana aliweza kufanya kazi hapo nyuma sana na The Hunters Music ambao bana ilikuwa ya kwa Kenyambe. Ilikuwa ni mmoja kati ya marapa ambao walitisha sana hapo before, ambao waliua sana pamoja na Emoda Yellow Bill. Walikuwa wakifanya kazi pamoja na huyo mwanamke bwana aliweza kushirikishana nao ngoma kama 2 hivi na alikuwa ameshakuwa msanii. Lakini bana pia na amerudi kwenye kazi yake. Sisi kibongo bongo bana ama wabembe tunaita miumbe. Ni mmoja kati ya watu ambao bana ni mmoja kati ya watu ambao bana wananogesha na kuomba vilivyo kabisa ili kuweza kuhakikisha kabisa sauti yako ya maombi inafika kwake Mwenyezi Mungu mwenyewe, asio bana. Baba Juma ni mmoja kati ya watu ambao tuliwaamini sana na mpaka sasa hivi hapa imani yao bado ipo pale pale, lakini katika kuacha injili na katika kuingia kwenye mambo ya kidunia ilimpotezea uaminifu na watu kuweza kumuama mara nyingi sana na kuweza kumtafuta nabii wa kweli ambaye bana mpaka sasa hivi hapa anasikika na kuweza kuiteka kambi ya Nyarugusu vilivyo, ambaye ni Ilangi. Lakini bana, mmoja kati ya kitu ambacho bana nimependa zaidi sana kwake, amerudi kwa kishindo kikubwa. Maana the first day kuweza kufungua kanisa lake ama jumba lake la maombi, nafikiri mlijia watu shazi hivi, na hilo ni moja kati ya kitu ambacho bana kilimpa moyo na kiliweza kumpa faraja sana kwamba bado watu wanamhitaji. Je, wewe nawe unamhitaji? Ukiwa na upepo bana, nenda kwa Baba Juma ili uweze kwenda kuombewe, maana kwa sasa hivi hapa amerudi na kishindo bana. Kaji unaweza kuona kwenye video hapo bana anacheza vilivyo kabisa, anamrukia Mungu wake. Maana moja kati ya kitu ambacho bana tumeambiwa sisi wanadamu, mchezee, mtukuze, muimbie Mungu wako bado ungali hai, maana unapokufa au utakuwa na nafasi tena ya kuirudisha ili kuweza kumtumikia tena. Bana, Baba Juma alikuwa amechezea nafasi, lakini now is back again, na tumpe macho tuone kwamba huduma yake sasa hivi inarudije na inaendaje mpaka sasa hivi hapa. Je, mapepo yatapona ama ile speed ya before ambayo alikuwa nayo na mpaka sasa hivi itakuwa nayo bana? Tumenteni kusema kitu hichi hapa kitaendaje. Tumsikilizie ndani ya miezi 3-8 ambayo inakuja hapo mbele, tuweze kujua kwamba anafungaje mwaka na pia injili yake imerudi kwa uhakika, kwa imani ama vipi? Ndo amerudi tena, ndo anikuuliza kwamba je, unamjua Baba Juma? Mimi nitake Kevo DZ Mr Content, that's my name. Make sure na subscribe, like, comment na kushare. This is Drama TV. Ciao.